alikamatwa na kipande cha sehemu za siri za mwanamke, kipande cha moyo wa binadamu. Kilichokamatwa ni nyama ya sehemu za siri za mwanamke ambayo imekaushwa. Katika manispaa ya Bukoba, mkoa wa Kagera, Kevin Payson Mdoro alikamatwa katika nyumba ya kulala wageni iliyoko Kibeta akiwa na viungo vilivyodhaniwa kuwa ni vya binadamu, ambapo alikamatwa na mfupa mmoja wa taya la binadamu, kipande cha moyo wa binadamu, kipande cha sehemu za siri za mwanamke, kipande cha kondo la nyuma la tumbo la uzazi la mwanamke. Lakini pia mtuhumiwa huyu alikamatwa na vitu vingine ambavyo ni vipande viwili vya ngozi iliyokaushwa idhaniwayo kuwa ni ngozi ya nyoka aina ya chatu, ngozi moja ya nyoka wa kawaida, pembe mbili za mnyama wa porini, vipande vitatu vya mifupa ambavyo bado haikubainika mara moja kama ilikuwa ni mifupa ya binadamu au mnyama gani. Baada ya kuhojiwa, alieleza kwamba vifaa hivyo yeye huvitumia kwenye shughuli zake za uganga wa jadi. Kilichokamatwa ni nyama ya sehemu za siri za mwanamke ambayo imekaushwa. Lakini pia hata hilo kondo la nyuma la kwenye mfuko wa uzazi na lenyewe limekaushwa, sio kwamba bichi linalonuka, no, limekaushwa. Hayo yote yako kwenye mchakato sasa wa kuendelea, tufike mwisho tuone vilikuwa vina mlinki na nani, kwa sababu ishu ya kwamba hiki ni kiungo cha binadamu hata kwa kuitazama halina ubishi, lakini la nani? Lakini alipohojiwa zaidi, kavitoa wapi? Alieleza kwamba viungo hivyo au vitu hivyo alivyokamatwa navyo alipewa na mtu mmoja aliyemtaja kwa jina la Landa niseme Mlomo kuwa ndiye aliyempatia viungo hivyo huko Mbozi mkoani Songwe. Kama nilivyoeleza hapo awali kwamba huyu Landa ni mhudumu katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Vwawa iliyoko wilayani Mbozi mkoani Songwe. Kufuatia taarifa hiyo iliyopatikana kwenye mahojiano hayo, basi taratibu za kumkamata London kule mkoani Songwe zilifanyika, akakamatwa na akaletwa hapa tayari kwa hatua sahihi za kisheria. Uchunguzi unaendelea ili kubaini nani hasa wako kwenye mtandao huu, kwa sababu kama kweli alipewa na huyu alipewa akafanyia nini? Je, huyu mtu wa mochwali ameshatoa viungo kutoka kwenye miili ya watu waliohifadhiwa kwenye chumba hicho kwenye maiti ngapi, na wangapi ni wateja wake wakuu? Lakini huyu bwana Payson alijuaje kama akija Kagera na viungo hivyo atapata wateja? Alijuaje? Manake kuna syndicate inayounganisha kati ya Songwe na huku. Sasa kusudio letu ni kufumua huu mtandao mzima, sababu leo hawa wamepata kwa mhudumu wa chumba cha maiti, kesho wakikosa kutoka kwa mhudumu wa chumba cha maiti watamuua mwanadamu ambaye ni mzima, au wataenda kufukua makaburi. Link kati ya uchaguzi na matukio hii mpaka sasa na tukio hili au na ile tukio la mtoto mwenye ualbino Asimwe, kati ya uchaguzi na hili haipo. Kilichopo kwenye tukio la awali tulibaini ni tamaa ya watu, kwa sababu walitamani kujipatia fedha. Lakini pia kwenye tukio hili na lenyewe ukiangalia, huyu amekuja navyo kama vifaa ambavyo anakuja kuvifanyia kazi huko. Sasa ni mapema kusema kuna uhusiano kati ya vifaa hivi
na uchaguzi.